We're watching Dilunga TV. Walimu wamefanya kazi kubwa sana kuandaa vijana kufika hadi waliofikia, wamejitahidi. Inshallah na walimu wasaidie hawalipe, lakini hivyo mahudhurio yamekuwa ni mahudhurio ambayo hatuyatazamia. Sheikh Said anatuambia kwamba mahudhurio haya ni taarifa ya muda mfupi. Sasa je, ingekuwa taarifa muda mrefu ingelikuwaje? Na ni mahala palipostahili kufanya mambo haya, maana pana nafasi ya kutosha, lakini ingekuwa ni kwenye nyua zetu. Nyua moja na kuwa maana ndio hii nyua. Tungefanya nyuani mwetu ingekuwa watu waongezana hapa na kukaa. Lakini wanampira hali hii. Inshallah Mungu atujalie kwa mapenzi na jambo hili. Ndugu zangu, cha kwanza mimi nimekuja kumwakilisha Mheshimiwa Mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali. Sio kwamba mimi ni mufti au kaimu wake. Mimi siviwezi kuvaa viatu vya mufti, tusijanganye. Viatu vya mufti siviwezi, vikubwa mno. Kalivaa mimi utaanguka baada kwaya. Ndio kasema labda Sheikh Mufti bwana akaribia huko, hapana. Viatu vyake siviwezi. Lakini kwa mapenzi na kwa kuwa tu wanafunzi wake sisi ndio wanaotutuma, basi hutumwa kwa ajili ya kumwakilisha mzee wetu. Kwa hivyo na mimi nimekubali utuma huo, kwamba Mufti salamu zake kutokana na jambo hili na aliyemwalika alikuwa afike yeye mwenyewe katika jambo hili, kutokana na ukaribu uliopo kati ya yeye mwenyewe na Sheikh Mufti, ukaribu wao unaofahamu. Kwa hiyo Mufti amejitahidi baada ya kupata taarifa mpaka jana akiwa na imani kwamba atapata muda kidogo akimbie tuje tuungane huko, lakini kufikia jana jioni ndio anipigia simu, anaona sasa nimebana. Akaniambia sasa wewe nenda mwambie Sheikh Mufti, waambie watu wa wilaya Mkinga, waambie atakahudhuria kukutuma kwangu wewe, waone kwamba mwenyewe nipo. Lakini angeweza kupigia simu Sheikh Mufti kwa sababu anawasiliana na waziri, akamwambia Sheikh Sameh siji, lakini hakuweza kufanya hivyo kutokana na ukaribu alionao kati yake na bwana Mufti ambaye ni familia yetu. Vile vile alitaka kuja Mkinga baada ya kupata taarifa njema hii kuweza kuzuru kaburi la rafiki yake Sheikh Ahmed Zubairi ambaye alizikwa hapa. Mara moja tumekuja kumzuru hapa. Alitaka pia kutumia nafasi hiyo kuja kumzuru kipenzi chake Sheikh Ahmed Zubairi, lakini mpaka jana akakata tamaa kutokana na mikutano ya kitaifa, mikutano mbalimbali. Akasema na kutuma kampeni salamu kwa mfadhili Sheikh Duni ni kukabidhi salamu hizi. Mufti mpaka jana ndo ananipigia simu ya ana kwa ana kwamba hizo siku nyingine ilikuwa tuongozane, lakini kufikia jana ni kwamba mambo yamekuwa ni mengi, nafasi imekuwa imebana. Akasema nenda ukaniwakilishe Mkinga. Kwa hivyo inshallah anawaomba muone kwamba Mufti wa Tanzania amehudhuria mtahadhara hii, na wakati wote atakapokuwa mambo haya yanaendelea, basi yeye ni mmoja katika mshiriki wa jambo hili. Hilo ni jambo ambalo kwamba nilikuwa nifikishe hivyo, muone kutoka kwangu mimi kutoka kwangu mimi ni kufika kwake Mheshimiwa Mufti inshallah taala. Lakini jambo la pili ambalo nilitaka kulisema, nimpongeze mfadhili wetu Sheikh Said Duvi, nimpongeze. Jambo hili ni la historia, halijafanywa hapo katika wilaya ya Mkinga. Mimi nimezaliwa wilaya hii hapa Mkinga, kuna familia yangu kubwa, wengine wanaweza kufikiri kama ni familia ya juu. Familia yangu kubwa hii upande kwa baba yangu hapa amejaa tele hapa. Sasa mkiondoka mtaulizana wamejaa tele hapa. Kwa hiyo ni nyumbani hapa Paungu, nyumbani kwetu, vijiji vyote mpaka Mwandipola wamejaa. Nimezaliwa wilaya hii, lakini jambo hili mpaka leo Mruhu halijafanyika. Tumpongeze Sheikh Duni. Jambo lilifanya ni jambo la nia nzuri na ni jambo la moyo kweli wa kidini. Kwa hiyo
tutambue kwamba huyu, wameona mkono wangu, huyu ndio duvi huyu. Ukitazama hivi unasema huyu kazi aliyoifanya. Kwa hiyo duvi ni mpenzi wa Qur'ani, ndio maana ya kusema huyu ndio duvi. Kwa tafsiri kabisa inaonyesha kukusanya kwake hapa, yeye ni mpenzi wa nini? Ni mpenzi wa Qur'ani. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, la yuhibbu rajula qauman illa hushira ma'ahum, la yuhibbu rajula qauman illa hushira ma'ahum, hakupenda mtu yoyote kunipenda kuni lile ila atafufuliwa pamoja na kuni hilo. Duvi inshallah tumwombe Mungu ni dalili kwamba atafufuliwa na hao watu wa Qur'ani wakina Abdulbasit. Sio maskhara, sio maskhara kutoa pesa zako, wakati wako, maarifa yako, ukusanye watu kama sisi sote na wengi. Wengine tunafadhiliwa kuja, wengine tunafadhiliwa posho kutoka nyumbani, lakini shida kubwa watu wakusanyike wasome Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huyo ni mtu wa kutazama sana, ana moyo wa namna gani. Atoe magari yake, atoe pesa zake, asaidie chakula, asaidie majaji, asaidie mashehe, amwite na mufti aje. Ni jambo kubwa sana. Nataka mnifikiri, tuliwaini hizi akili zetu mara kwa mara, tuliwaini. Ni jambo kubwa sana. Tumwombe Mungu inshallah Taala amuondolee matatizo mbalimbali. Na jambo hili ya historia, hata kama atakuja mtu kunifanya, ni atakayenifanya, basi thawabu atazipata bwana duvi. Maana ukataka usitaka, ukinifanya na madhara, kwa sababu yeye ni mwanzilishi. Kikubwa ni mwanzilishi. Historia ya jambo hili yeye ndiye alianzisha. Ukataka kwa sababu asili. Masikia, kama unataka kwa sababu anzisha lako jingine, basi inshallah atakuwa yeye hapati. Bali kuna siku ule. Lakini kwa hili ameanzisha historia ya jambo ambalo halikuwepo. Na mwenye kuanzisha jambo jema, Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, mwenye kuanzisha mwendo mzuri, ukaendeleza ule mwendo mzuri, basi yeye mpaka kiyama apata thawabu. Mpaka kiyama apata thawabu. Na hili leo limeanzishwa ndugu yetu hivi, na inshallah Mwenyezi Mungu ampe kheri. Jambo ambalo hili ni mfano na tupaswa tuliige. Wenye nafasi waige katika kata zao. Kwenye kata kule tumsaidie shehe huyu. Kwenye kata wenye uwezo wasaidie kwenye kata, ili tupate viongozi kutoka kwenye nini? Tupate wasomi kutoka kwenye kata, washindane kwenye kata. Wakija huko tunajua hawa wameanzia huko vioni huko, akashinda zake chuoni, akashinda kwenye kata. Ikifika hapa tunajua tunapata watu mahodari ambao wameshinda huko watokako. Isiwe tuhumuruke tuanzia hapa. Yeye bwana Duvi kalianzia hapa kwa sababu hakutambua itakuwaje. Lakini leo mimi nimeshangaa wilaya yetu hii kuweza kupata umma huu wa kushangaa. Nisingeshangaa ningeona kwenye maulidi. Singeshangaa. Mimi nifikiri leo mambo haya watu hajahudia. Sasa dawa ndio kiasha kuingia ndio kuulize. Umefanyaje? Mpaka umekusanya na mimi. Mungu atuwezeshe sote tuliohudhuria. Jambo jingine ambalo namalizia kulisema ni kwamba ni habari ya khutba ya Sheikh Said Duvi. Amezungumza akatuambia makao makuu ya BAKWATA yaweza ikawa mahala popote, lazima kwa Tanga mjini wote ni mkoa huu. Hilo jambo tuondoke nalo. Ilifurahi siku ile kinafunguliwa chuo pale pale Gomero, nimefurahi sana. Na ni hotuba ya Mheshimiwa DC. Pale kipaumbele kwanza patakiwa kuingia watoto wa wilaya ya Mkinga. Ndio je kipaumbele cha pale. Wakati tuna bandari inapanuliwa pale, Mheshimiwa mkuu wa mkoa akaniambiaje? Kaniambia shekhe, himiza watu kusoma. Wasome vijana. Wahimize watu wajifundishe mambo ya biashara, kwa sababu pale mafuta Chongoleani, na kisha kuwa tayari
watahitaji wafanya kazi. Namba moja atakiwa watoto wa Tanga. Tanga ni pamoja na huu na Mkinga, wafanya biashara mboga, wakafanya biashara ya chakula, wakakae Mosini na Ulinzi, wakijiondoa kuja Mgambo, waende pale. Hili jambo akanihimiza kama alinihimiza DC kwamba watoto waende shule kwa ajili ya mambo ya ulimwengu, nayo wawe nayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, laisa khairukum man taraka dunyahu li akhiratahu wa la akhiratahu li dunyahu. Hakuwa mbora wenu, laisa khairukum man taraka dunyahu, si mbora wenu yule mwenye kuacha mambo ya ulimwengu hashughuliki na chochote katika mambo ya ulimwengu, hafanyi kazi, hasomi, hana lolote. Li akhiratahu, ukimuuliza kwa mimi natafuta akhira kwa ndio peponi. Yeye hata kazi afanye, shi yake pepo tu. Atakayopata chakula nani? Atakayojenga nyumba nani? Wala akhiratahu li dunya, wala mtu kupata akhira akawa saa zote kukize na ulimwengu, kukize ulimwengu. Hii haja ya Mola wenu. Mtume akamwambia hata yusiba minhuma jamia, mpaka mtu atakayote mawili haya ale nayo. Kaja mtu azungumza Kiingereza, unazungumza naye sio akimbia. Akaja mtu azungumza Kiarabu, wazungumza naye sio akimbia. Macho yako yanaona kule. Kuna sehemu nyingine zimeandikwa warning kwa Kiingereza. Sasa wewe utakuwaje? Lazima ujitahidi vitu vyote uvisome, ujuzi mbalimbali ujifundishe, maana elimu ni ujuzi mbalimbali unao. Namalizia kwa kuwatolea hadithi moja. Wakati mmoja alikuwepo mwanachuoni mmoja, shekhi mmoja mkubwa sana. Yeye au mashaka ya mtukufu atenda na katabu na mimi ule ushauri na hiyo vilemba mimi naona nguo zote hizi za kilemba moja. Sasa yule shekhe wakati nyuma akawa ni msafiri, anasafiri kwenda safari za zamani. Ilikuwa zamani watu wakisafiri kutumia majahazi, sio kama zamani. Kwa hiyo yule shekhe akaenda Likoni. Likoni ni sehemu na wazee wa mabadiliko. Mwanangu yule akaniambia ana ujibu na huko, lakini anajua mabadiliko. Likoni ni mahala watu kama wanaposubiri madau yale, pale wanaposubiri madau, mafiri pale Likoni. Kule Kenya yao ita Likoni. Likoni ni Kiarabu, ni kijiji unasikia Likoni. Sasa yule shekha aliposimama pale kumsafiri, mara ikaja jahazi la safari, akalisimamisha. Aliposimamisha, shekha akakaribishwa ndani ya jahazi lile kwa heshima kubwa kabisa. Alipoingia ndani ya jahazi, shekha ikawa kazi yake ni kusoma vitabu vyake, bwana habari na mtu. Lakini alipomwona yule kijana ambaye ni nahodha wa ile jahazi, sio kazi ya kusafiri, yeye ovyo ovyo, suruali ovyo ovyo, shekha akakerwa na lile jambo. Akamwita kijana, ambaye kijana njoo. Yule mwenye jahazi atakatia mguu wake. Alipomwita mwambia kijana, wewe unawahi kusoma Qur'ani? Kijana anaambia sijawahi kusoma Qur'ani. Shekha akamwambia, hujasoma hata alifu hujui? Amwambia hata alifu sijui. Amwambia hujui chochote? Amwambia sijui chochote. Amwambia umepata hasara sana kijana. Wewe una hili jimote kufuoni. Umepata hasara, basi nenda zako. Kaja akarudi kijana kwenye ustani wake, kumjibu bwana mkubwa yule, akawa jahazi linakwenda. Uruko mbele sasa, ukatokea dharuba ambayo lazima jahazi lizame hadi lilotokea. Jinsi lililotingishwa jahazi lazima lizame. Yule kijana akarudi kwa shekhe. Shekhe, baba, wajua kuogelea? Shekhe ambaye sijui hata kidogo. Shekhe ambaye sijui ambaye patana sana. Baada ya mambo, angalia uzuri wa ilmu. Hapaswi mtu kudharau ilmu yote, kuwa nayo ilmu. Maana ilmu kuwa nayo ujuzi, halafu fanya mambo yako. Hata kama ni lugha ya mtu kujifundisha, jifundishe. Sasa shekhe yafa na vitabu vyake. Lakini lawa analikuwa elimu ile nayo. Sasa utaangalia ile kati ya yule shekhe na yule ya nini? Na yule kijana alipata hasara na kijana wagorea. Kwa hiyo natufundisha riwaya hii kwamba tujifundishe elimu mbalimbali. Elimu mbalimbali, hata ikiwezekana kwenye madarasa zetu tuweke usalamala.
saramana wa ufundi ambao unahitaji kuchonga miti, inapatikana na hizo nyinginezo mbalimbali. Kwa hiyo mwisho kabisa ni muunge mkono wa Mheshimiwa DC kwamba tujifundishe elimu zote, tuwafundishe vijana wawe nazo, kwa sababu elimu zote, kuna elimu ya akhira na elimu yetu ya sekula hii, lazima tujifundishe tuwe nazo. Lakini jambo lingine la mwisho, Mheshimiwa, katika lile lilikuwa nimeanza kulisema na kusema makao makuu ya BAKWATA inaweza kwa mahala pote, na mshukuru sana kulisema hilo. Lakini tulikuwa na shida sana, Mheshimiwa Mkuu, mfadhili wetu, tulikuwa na shida, hata mufti anaijua. Viongozi wangu wa BAKWATA leo nitawashtaki kwa mfadhili. Tuna miaka haipungui sasa hivi 30 tangu mimi mwenyekiti wa BAKWATA wa mkoa, miaka ya 10 sio 10 ngapi, tangu Sheikh Wilaya Pangani miaka 31, mimi miaka 31 ni mwenyekiti wa elimu wa wilaya Pangani, miaka 31, miaka 15 si 20 ni kiongozi wa mkoa, mwenyekiti wa BAKWATA, Sheikh wa mkoa. Shida tulionayo hapa ni hii ile yetu ya Mkinga, hatuna msikiti wa wilaya miaka zaidi ya 15, na waita viongozi wangu, njooni huku Makwamia. Wapi? Wilaya zote zina msikiti mkuu. Tuna ardhi hapo, Mheshimiwa wa wilaya, pamoja barabarani hapa, na bahati nzuri ndio kudanganya vizito wote na Mheshimiwa ni kiongozi wa wilaya naye hapa, Sheikh Ali Zuberi. Nikizungumza kule, ikija watu walibadilika katika kidogo, anaambia Sheikh nimefika juzi. Nikizungumza tena nje kwani na kaka mwaka mmoja leo zukia tena ndio ndoa. Tutapeka hapa karibuni mpaka nazeeka. Sasa mimi nadhani Mheshimiwa, kwa nia yako nzuri, umefika wakati sasa pale mahala na pamoja na mkuu, na mimi hilo naliacha kwenu na Mheshimiwa Mufti, na Kerona analijua, Mheshimiwa Mufti analijua. Mpaka sasa siku moja nilipokuja kumwambia dua marehemu pale, ikawa alipouliza swali hilo nikashindwa kupata majibu, na mimi nikiwa nimezaliwa wilaya hii. Naomba viongozi mtemacho sana wilaya hii pale kupatikana msikiti, kwa sababu ukipata wageni anaweza akaja Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais atakuja wakati wote pale tena, kwa msikiti kwa Ijumaa amekuja Mheshimiwa Rais akatusaidia sana. Mungu amweke mahala pema katika kiti chake, amweke mahala pema katika kiti chake, ametusaidia pale. Wilaya yetu ya Muheza tumekwenda pale na viongozi wa serikali, tumeweza kunyanyua msikiti wa ghorofa pale, kwenda mimi, mzee Ali Hassan Mwinyi, Mungu amrehemu, hata na aliko na viongozi wengine, akina bwana Adaji ni mtu pale, na Rajabu na kina mzee Mahita yao ikaweza kusaidia. Kuna msikiti wa ghorofa wa namna yake na ni kila wilaya, lakini sisi tumepata ardhi hapa kubwa. Viongozi wa serikali huruma na dini, lakini wasingekuwa na huruma, ile sehemu walitoa ikaendelezwa. Kwa hiyo viongozi wa serikali niwashukuru sana kwa huruma yenu, lakini sasa tunaomba ufadhili. Mufti akija hapa aliweke jiwe la msingi, basi hata kama amefika matofali 4, mimi ndio kwa aibu, bali kila siku wazao wanambia nenda limalima na nini mkoa bora. Naliacha hilo kwa Mheshimiwa mkuu wa wilaya, naliacha kwa mfadhili wetu, na Chaime ni yupo ambaye yuko karibu sana na jambo hilo. Mheshimiwa wanasema kuhusu msikiti wetu pale, msikiti wa wilaya. Tukianza wilaya pale, ni rahisi mimi kushawishi kwa tumetete makao makuu pale, kwa sababu hatuna eneo kubwa la kutosha la kufanya kama sasa. Kwa hiyo sasa hiyo ndoto aliyokuanzia shekhe inawezekana kabisa. Kwa eneo kubwa tukiweka pale na ofisi ya makao makuu itakuwa pale. Kwa kweli mtu wa huko sisema umependelea na ngoja unaongosha ndio, lakini nitapenda
Inshallah, baada ya kusema hayo nimalizie sasa kuwashukuru sana, na inshallah Mwenyezi Mungu atujalie umoja. Lakini kabla ya yote tusomeni dua ya pamoja. Tunaomba dua Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu hapa kuna mkusanyiko, kuna mawalii, kuna watoto wadogo. Tunaomba dua Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili Mwenyezi Mungu ampe afya njema na nchi yetu iendelee kubaki katika hali ya amani na utulivu, ili tuweze kufanya mambo yetu haya tunayofanya, kwa sababu bila amani na utulivu na haya nayo hayawezekani. Kwa hiyo tusome sura 3 zile ili Mwenyezi Mungu inshallah taala amjalie Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania afya njema, yeye na wasaidizi wake hawa kwa Sheikh Karima inshallah, kupitia kikao hiki ambacho ametufadhili Sheikh Mzee inshallah taala, umetujalia kheri, kwa sababu usije tukusanya hapa au wanaweza kuja bana leo jambo linafanya wewe, wengine tumekuwa sasa kwenye mambo ya kipuzi, lakini umma huu baada ya kwenye Ramadhani wewe umetuzuia sote, ukatuchelewesha kusudi tuchelewe. Pengine kuna wengine hata mambo yake pia chelewa. Angalia hiki mnalofanya jana, ilikuwa siku ya kula na kupumzika, leo ndio siku ya vurugu. Wewe kukusanya hapo ya watuchelewesha kusudi, ukitoka hapa tupiga mchele. Mungu akubariki inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahir Rahmanir Rahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قبل الدعاء napenda muone mtoto wake Mufti. Mtoto wa Mufti ametumwa naye pia ajatie nguvu jambo hili. Mtoto wake kumzaa ametumwa ajatie nguvu jambo hili. Muone kwamba Mufti alipasononeka, mtoto wa Mufti asimame, basi utajijina kama sio mtoto wa Mufti utasimama. Mtoto wa Mufti huyu anaitwa Malik Abubakar bin Zubairi bin Ali. Huyu ni katibu wa hija. Ukitaka unahiji hapa unaye wakapata mimi na chache niongezee inshallah. Sheikh karibu bado hapo, nataka kuone huyu ni Malik mtoto wa Mufti inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu tunakuomba ijalie nchi yetu amani na utulivu. Only on Dilunga TV.